محمد يعلو على هاب الرجال محمد يحيى اسمه في الخالدين محمد. Unajua Uislamu maana yake ni kujisalimisha. Uislamu maana yake ni amani na kujisalimisha mbele ya aliyeumba mbingu na nchi, kujisalimisha kwa moja kwa moja. Hiyo ndio maana, miongoni mwa maana za neno au dini ya Kiislamu. Sasa huyu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiongelea sasa kuhusu umma wake, ukisikia inazungumzwa umma wa mtume fulani, ina maana huo umma au hao watu walikuwa ni special kwa ajili ya huyo mtume. Yaani huyo mtume alikuwa ametumwa na Mungu kwa ajili ya kuwanyoosha watu wa wakati huo. Sasa basi, kwa mujibu wa scripture zote ambazo mimi nimepitia, Muhammad ndo anazingatiwa kuwa mtume wa kwanza na wa mwisho. Yaani hakutotokea tena muujiza wa kutokea mtume wala nabii baada ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maana ya sallallahu alayhi wasallam ni swala na salamu za Mungu ziwe juu yake, yani ziwe juu yake, yani swala na salamu kutoka kwa Mungu ziwe juu yake, sallallahu alayhi wasallam. Swala na salamu ziwe juu yake Mtume Muhammad. Sasa na kuna maelezo pia kwa nini mimi hapa naenda tu haraka haraka, niko na haji upepo, wala mimi nilikuwa sija kusudia kabisa kuzungumzia mambo ya Uislamu na Uislamu, lakini nataka nimzungumzie huyo haji upepo. Sasa Mtume Muhammad akasema kwamba sallallahu alaihi wasallam, yani ni lazima kwenye Uislamu ukimtaja Mtume Muhammad useme sallallahu alaihi wasallam. Mimi sio kama wale wajinga wengine wakina Clemence Mwandambo wachokonozi ambao wanakuwa wanazikosea heshima dini za watu. Ni kwa sababu tu ya ujinga na mabangi ambayo wanayavuta na dozi ambazo wakumaliza kule Muhimbili Mirembe, wakaondoka wajamaliza dozi za uenda wazimu, ndio maana wanafanya vitu kama hivyo. Mimi naelewa kile ambacho wanafanya, naelewa kile ambacho nakizungumza, na haya ni mambo ya dini. Unajua tatizo la mambo ya dini, mimi nawashangaa sana Waislamu na yale mambo ambayo wao wanayafanya, kwa sababu mambo ya dini mwisho wake ni aidha upatie uende peponi kwenye uzima wa milele, ukastarehe, upate starehe zote ambazo wewe unaweza ukazitafakari na usizifikie ule mwisho wake, au ukosee uende motoni. Nashangaa sana kuona Waislamu wanafanya mzaha sana na hili jambo. Jambo la dini ni kitu ambacho kiko very serious. Wanazidiwa na mimi Mfarisayo. Ni wazembe na ni wajinga sana. Huo ndio ukweli, na vyovyote ambavyo mtareact ni sawa, kwa sababu kwanza kwa sasa hivi pia mara nyingi nakuwa ninapata muda wa kurekodi clip zangu hizi usiku, kwa sababu ukiwa Ulaya muda ambao unaupata kwa mimi muda napata usiku, mchana nakuwa niko kwenye kazi za watu. Sasa iko hivi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema utakuja kugawanyika umma wa Kiislamu, satakhtalifa hadhi ummati, utakuja kugawanyika huu umma wa Kiislamu fi 73 firqa. Jamani, watu wa lugha hapo ya Kiarabu wenye lugha yenu mtanisamehe kama kuna baadhi ya vitu ninateleza, lakini lengo ni nifikishe ule ujumbe. Katika makundi 73 huu umma wa utume wa mwisho wa Muhammad utakuja kugawanyika katika makundi 73, na kila kundi litadai kwamba mimi ni Muislamu na niko sahihi. Mimi ni Muislamu na niko sahihi, kama walivyogawanyika wale wa kipindi cha Musa kule, wakasema kwamba sisi ni watu wa Taurati na tuko sahihi, lakini wakajikuta wako 71 na siku ya mwisho wote wataingia motoni isipokuwa kundi moja. Na kipindi cha Yesu hivyo hivyo wakajikuta kwa makundi 72 kwenye Injili.
wote wakadai wanafuata injili sawa sawa, lakini wanatofautiana. Matokeo yake siku ya mwisho Mtume anabainisha kwamba Mungu makundi yote atayaweka motoni isipokuwa kundi moja, wale waliomfuata Yesu na injili kweli kuifuata. Sasa pia hawa Waislamu hawa kwenye Uislamu wao ambaye Mtume anasema watakuja kugawanyika makundi 73. Makundi yote siku ya tukiwa tunafufuliwa sisi kulipo tulikuwa tukiyafanya duniani kwa muda ambao Mungu atujalia kuishi. Kama umekufa na miaka 70, kama utakufa na miaka 80, ni ofa hiyo umepewa. Kama utakufa labda na miaka 45, midhali ulifikia umri wa kubarehe. Kama ni binti umevunja ungo, kama ni kijana umebarehe. Ukishafikia umri huo unaanza kuandikiwa madhambi na vitendo vyema, yani thawabu unaanza yanakuwa yanazingatiwa. Na Mungu amedhibiti kila kitu kwa umakini, kwa umakini wa kiwango cha 100%. Yani uwezo kaongopa. Ukifanya jema linarekodiwa, ukifanya ovu bila shaka vile vile linarekodiwa. Sasa Mtume anasema Waislamu hawa watagawanyika makundi 73, na siku ambayo sisi tutafufuliwa tulipotoka tukiyafanya makundi yote Mungu atayaweka motoni. Wote wataingia motoni. Hawa Waislamu mnaoona na kanzu zao na vibandiko vikubwa na wengine wana zile viremba, wote wataingia motoni isipokuwa kundi moja. Mmoja katika maswahaba kwa lugha ya Kiarabu ni ashabi, yani kwa Kiswahili ni wale watu ambao walikuwepo kipindi cha Mtume wa Mungu akifikisha ujumbe, waliokuwa wamemwamini na wako naye karibu. Mmoja katika hao alihoji akasema, waman hum ya Rasulullah, hao ambao watanusurika na adhabu ya Mungu ni wapi hao? Mtume akasema, kwa sababu ya wakati sipendelei sana kusema Kiarabu na mimi naenda kwa Kiswahili moja kwa moja.